Jambo lingine ambalo tunaweza tukaliona katika tafakari yetu vile vile, sisi ni makatekisa, na ukitafsiri katekisa basi anaenda na katekesi, na ukiona katekesi ukaenda kutafsiri ni mwalimu. Na mwalimu huyu anafundisha nini? Hafundishi siasa, anafundisha imani ambayo yeye mwenyewe anaifahamu, si tu kuifahamu kwa akili yake, anaifahamu, na kwa sababu hiyo anaiamini. Na ndio maana katika hilo sisi kama makatekisa, la kwanza ni kujitakatifuza wenyewe, kutakatifuza ufahamu wetu. Kutakatifuza ufahamu wetu kutatufanya tujitambue sisi ni nani. Unaweza ukawa umesomea ukatekisa na ukawa umetumwa rasmi kufanya kazi hiyo, lakini pamoja na hayo yote bado hujitambui wewe ni nani, na matokeo yake unafanya ya kwako. Na ndio maana tunasema kwamba ni muhimu kutakatifuza huo ufahamu ili tumfahamu Kristo huyu anayetuita katika wito wetu wa katekista. Ni lazima tutakatifuze ufahamu huo, tujue kwamba anahitaji nini kwetu. Na katika kutakatifuza ufahamu tutakatifuze vile vile utashi wetu, ili tuyachague yale yanayompendeza Mungu peke yake, na tuweze kuishi inavyotupasa kama watoto wa Mungu kadiri ya mapenzi yake, si ya kwetu. Ni lazima tutakatifuze mioyo yetu ambayo inaendana na upendo wetu. Tusiwe wa binafsi, bali tuvae upendo wa agape, upendo wa sadaka, upendo ambao Yesu Kristo anausisitiza zaidi katika mafundisho yake yote ambayo sisi tunamfuata. Na kwa sababu hiyo, tukifahamu hivyo, tutatangaza neno la Mungu na kuitangaza Injili kwa moyo wote. Tutatangaza bila kujibakiza, na tutajitoa bila kujibakiza kutangaza neno la Mungu kama mitume na wafuasi wa kwanza walivyofanya, wakiwa wamejawa Roho Mtakatifu, wakatangaza habari njema kwa ujasiri bila uoga. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 31.